Naam, hujambo. Nakutakia mwendelezo mzuri wa sikukuu ya Pasaka na mwanzo mzuri wa wiki. Nakukaribisha kufuata habari zetu kwa siku ya leo, mpendwa wetu, popote pale ambako unaendelea kupatikana kwa muda huu. Wanamgambo wa M23 waripotiwa kutoka kwenye position ndogo za ndani ya tarafa la Kale usiku wa siku ya Jumapili ya tarehe 20 Aprili 2025. Waziri wa kitaifa wa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Constant Mutamba, ameamuru Rais mstaafu Joseph Kabila kufunguliwa mashtaka kulingana na makosa yake. Bila shaka kuna hayo na mengine mengi, mtazamaji, tuambatane mwanzo hadi tamati. Aya, wacha kwanza ni kuanzie na habari hizi ambazo pia ni muhimu kwako, ambazo zinasema kwamba walimu wa jimbo la kilimo la Kivu ya Kusini ya pili, hususan wale wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka, wanaolipwa na serikali, wamesema bado kuendelea na mgomo wao wa kutokufundisha watoto hadi pale ambako watapewa mishahara yao ya miezi miwili, ikiwa wa pili na ule wa tatu. Trezor Bilali Mathieu ni msemaji wa muungano wa mashirika ya utetezi wa haki za walimu katika eneo hilo. Amesema wao bado msimamo wao ni ule wa kutokufundisha watoto, licha ya kikao kilichoitishwa na kitengo cha kiserikali kinachohusika na ulipaji wa walimu kwa kuwaomba warudi mashuleni, kwani hivi karibuni watapewa mishahara yao kama kawaida. Ndio nadhani tuliweza kuorganizia Assemblée Générale mnamo tariki 8 za mwezi wa 4 na walimu wote wa teritoria ya Fizi na wa vile ya Baraka mnamo EPAK ato kusudi kujadiliana kwa kufatana na retare kupokea nyuma ya walimu, na ndio maana tumefika hapa ili tuje tukumbushe walimu ya kwamba ile decision yenye iliweza kamatiwa pale mnamo tariki 8 kunako shule la msingi Ake ato Baraka ndio hiyo ambayo walimu wanazidi kukamatia. Manake ba mwalimu jiske la wanazidi kusema kwamba wanasubiri mishahara yao mnamo mwezi huu kadiri gisi walivyoahidiwa na serikali kwamba wavumilie kidogo, na walivumilia lakini bilishindikana, na kufatana na hiyo ahadi tofauti kufatana na wakuu wote wa masomo kungazi zote, yani au niveau provincial, sous-provincial na au niveau ya partenaires, donc des banques payeuses, en l'occurrence Caritas, mpaka hivi batu wabajapata solution kwa ile yabo doléance. Kesho ni siku ya kwanza na watoto wanatarajiwa kuwa mashuleni. Je, walimu watakuwepo ama namna gani? Kumbe tunaweza kuthibitisha ya kwamba ba français banasema tuna insiste kama siku ya kwanza masomo yote yenye nalipiwa na serikali hakutakuwa masomo. Tunasubiri donc tunaheshimisha maneno tuliyoongea katika kikao ya kusema ya kwamba tutarudi mashuleni mpaka pale ambapo serikali itaweza kutupatia mishahara yetu, na kwa kufatana na mapromesi ahadi ambazo tunazo kufatana na ngazi juu za shule tofauti zetu za Sud Kivu de mademarche ambayo wako mwayo, tunaziencourager. Tunasema ya kwamba wakati ambapo watatuma tu sinyale ya kupata pesa, sisi kama vile viongozi wa masindika ya walimu tutaweza njia zote kusinyale wa mwalimu ya kwamba pesa zinakuja na tuweze kurudia mashuleni ili kwa kufundisha watoto wetu. Kitengo kinachohusika na mbuga ya wanyama huko tarafani Ruchuru pa Kakoma, Kivu Kaskazini, kimewataka raia wa eneo hilo kutokutumia maji ya ziwa Edward kutokana na maradhi yaliyoua viboko vingi ndani ya ziwa hilo, na ikiwa pia ni hasara kwa raia. Jeredi Kambasu ni mmoja kati ya viongozi wa kitengo hicho, ameeleza kwamba maradhi hayo yaliyoua viboko vingi ndani ya ziwa Edward inakuwa pia na hasara kubwa kwa miili ya wanadamu. Jeredi Kambasu anaeleza afuatayo. Wasiwasi iko kwa sababu hatujui hii magonjwa itafaa siku ngapi. Hivi viboko vitaendelea kufa kule kwenye mtoni wa Ishasha ngiria Kagezi kwa siku ngapi, na hiyo inatuletea wasiwasi sana kusema
Je, haitaharibu maji ambayo tunatumikisha kufanya kazi ya uvuvi? Na unaona hapa kwetu Nyakakoma hatuna maji safi. Watu wengi wanatumia hii maji tu ya ziwa Edward, lakini unaona sio maji mazuri kwanza, na kisha tena inaingiliwa ndani na hii magonjwa hii epizootia ambayo tunaita anthrax. Lakini kazi zetu za uvuvi zinaendelea tu kama kawaida. Wavuvi wanaenda na katika mji watu wanafanya kazi. Ndio maana tunaomba sasa wakubwa wa ICCN kutusaidia kutufanyizia maji, kufanya forage pembezoni ya Nyakakoma tuweze kupata maji mazuri ile ambao watu wanaweza kutumia kwa kukunya, kwa kuepuka ili watu kipindupindu ya manyama isiweze kugeukia watu. Mtazamaji, hii ni BG Online TV unayoendelea kusikiliza habari zake kwa wakati huu, na mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Kama tulivyokujuza hapo awali ya kwamba wanamgambo wa M23 waripotiwa kutoka kwenye position zao ndogo ndogo zilizokuwepo ndani ya tarafa la Walikale siku ya Jumapili ya tarehe 20 Aprili 2025 mida ya usiku. Taarifa hizo za baini ya kwamba wanajeshi wa M23 waliokuwa maeneo hayo ya vijiji vilivyopo kwenye milima ya tarafa la Walikale kama vile Kakamba na Katana wameondoka. Habari zenye kuaminika kutoka eneo hizo zaarifu kwamba wanajeshi hao wa M23 waliondoka eneo hilo la Kakamba na Katana wakijielekeza kwenye uwanja wa ndege wa Kavumu pa Bukavu. Raia wengi wa vijiji hivyo hasa vijana walishikwa na wanajeshi wa M23 ili kubebeshwa mizigo ikiwemo pia na silaha nzito kwa usiku wote huo. Licha ya yote hayo kufanyika usiku huo wa Jumapili wa tarehe 20 Aprili 2025, bado kujulikana ukweli wa kwa nini M23 waliamua kuondoka eneo hilo, ila tusubirie tuone kitakachoendelea. Habari zingine ni kwamba waziri wa kitaifa usikae na sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Constant Mutamba, ameamuru rais mstaafu Joseph Kabila Kabange kufunguliwa mashtaka kulingana na makosa yake aliyoyatenda. Joseph Kabila Kabange anaonekana kuwa na ushirikiano na M23, ndio chanzo cha waziri kuamuru kufunguliwa kwa mashtaka dhidi ya rais huyo mstaafu. Waziri Constant Mutamba maamuzi yake yamekuja kukazia kwa yale ya Rais Antoine Felix Tshisekedi aliyesema tangu awali ya kwamba Joseph Kabila Kabange anahusiana na M23. Rais Antoine Felix Tshisekedi alikamilisha bayana kwamba Rais mstaafu Joseph Kabila Kabange ndiye anayesababisha vita vya M23 vilivyopo kwa sasa ndani ya nchi yake, hasa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yote hayo yalizuka zaidi mara baada ya habari zilizopo kwa sasa kwamba rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange yupo mjini Goma, eneo ambalo linaendelea kumilikiwa na M23, jambo ambalo latia uchungu kwa raia wa nchi hiyo. Vyanzo vingi vya habari vya kamilisha kwamba rais mstaafu Joseph Kabila Kabange yupo mjini Goma na vinaarifu aliingia wiki iliyopita mida ya usiku. Vyanzo vingine vya kanusha habari hizo za Joseph Kabila Kabange kuwepo mjini Goma, huku vikiomba udhibitisho tosha wa kukamilisha taarifa hizo za Joseph Kabila Kabange kuwepo pa Goma. Ila hadi kwa sasa bado hakujaonekana picha au video inayokamilisha kwa uwepo wa rais mstaafu Joseph Kabila Kabange katika mji wa Goma, jambo ambalo upande mmoja inataka kukamilisha habari za kutokuwepo kwa Joseph Kabila Kabange katika eneo hilo. Serikali ya Namibia na Umoja wa Mataifa umeandika kwa kukanusha habari za kutokuwepo kwa Joseph Kabila Kabange katika mji wa Goma. Hawa waliandika, rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange bado miguu yake haijakanyaga katika udongo wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa pa Goma. Kufika kwa Joseph Kabila Kabange pa Goma inatia wasiwasi kwa raia, kwa vile wakidai kwamba huenda uwepo wake unaweza kusababisha machafuko haya ya kivita kuendelea. Wakati hayo ya kijiri, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande mwingine umesitisha harakati zote za chama cha PPRD chake Joseph Kabila Kabange hapa nchini.
Azimio hilo limekuja baada ya kusemekana kwamba Joseph Kabila Kabange yupo Pagoma, eneo ambalo linaendelea kumilikiwa na waasi wa M23. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua maamuzi hayo Jumamosi ya tarehe 19 Aprili 2025 ya kusitisha shughuli zote za chama hicho cha PPRD kote nchini humo, kwa vile kinara wao wa chama cha PPRD anasusiwa kuwa na mahusiano na M23. Katika taarifa rasmi toka kwake, naibu mkuu anayesimamia mambo ya ndani ya wizara hiyo imetangaza kusitisha shughuli zote za chama hicho hadi pale mipango ingine ya kiserikali itakwenda kuchukuliwa. Wizara hiyo ya mambo ya ndani inakumbusha vyama vya kisiasa kuhakikisha kutumika katika misingi iliyo sahihi, ikiwa kuhifadhi uhuru wa serikali ya DRC kwa usalama na uadilifu. Mtazamaji, wewe upande wako, kumfungulia rais mstaafu Joseph Kabila mashtaka na kufungia chama cha PPRD chake rais huyo mstaafu Joseph Kabila Kabange shughuli zote ni suluhu tosha kwa vita vinavyojiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Jibu lako ni kwenye komenti. Mwisho kamili wa habari zetu kwa siku ya leo. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili kuendelea kupata habari zilizo sahihi na kweli.